ambacho tumefaidika nayo, au ni kitu gani au ni faida gani ambazo tumezipata ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani tukiwa katika 12 hili la maghfira. Na kabla sijaingia katika mada, kwanza nimeulizwa ni nini faida za mwezi wa Ramadhani. Taban, Ramadhani ni mwezi ambao kwamba umekusanya ndani yake mambo mengi ambayo kwamba hayapatikani katika miezi mingine usiokuwa mwezi wa Ramadhani. Yatosha kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallama ametueleza hadithi nyingi ambazo hadithi zenyewe zinatuelezea ubora na fadhila ambazo zinazopatikana ndani ya mwezi wa Ramadhani. Moja katika hadithi, ili tuingie ndani ya mada yetu rasmi, Mtume sallallahu alayhi wasallam ametuambia, man sama Ramadhan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhara. Yani katika riwaya hii ambayo kama imepokewa imekuja kwa njia tofauti, ambapo Mtume sallallahu alayhi wasallam atueleza katika faida ya mwezi wa Ramadhani kwamba yeyote atakayekufunga mwezi wa Ramadhani kwa nia ambayo ni khalisa, kwa imani na kutarajia katika saumu kama hii malipo mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, basi Mtume sallallahu alaihi wasallam anatuambia ghufira ma takaddama min dhanbihi, atakuwa ni mwenye kusamehewa madhambi yake. Vile vile katika hadithi nyingine Mtume sallallahu alaihi wasallam anatuambia, man qama, yeyote mwenye kusimama katika usiku wa mwezi wa Ramadhani kufanya ibada, vivyo hivyo atapata haya ambayo kwamba tumezoelezwa kwamba atasamehewa, lakini inijitanabal kabair, akijiepusha katika madhambi makubwa. Taban, faida ni mingi, na inshallah katika haya ambayo kwamba tutayazungumzia pia tutajaribu kuzieleza ndani yake katika baadhi ya zile fawaida ambazo kwamba zitakazokuingia ndani ya mada kama hii. Moja kwa moja, wasikilizaji wetu wapendwa, tunafahamu ya kwamba leo tumeingiliwa na 10 ya pili katika 10 la maghfira. Je, tuendelee hivyo hivyo bila kujuzana? Je, tusiangalie ni nini tumefanya au ni kitu gani ambacho hatujafanya? Kwa sababu ndani ya mwezi wa Ramadhani kuna fawaid, kuna fadhail, kuna mambo mengi ya khairati ambayo kwamba yatakiwa sisi tuwe ni wenye kuyafanya. Ndio maana tukachagua mada hii, tukawa tunauliza ni nini ambacho tumefaidika nacho ndani ya mwezi wa Ramadhani, madha nastafidhu min shahri Ramadhani, ili tujue, kwa sababu bado tutarajia kuendelea kufikia mpaka mwisho kwa taufiki ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini kabla hatujafikia mwisho, lazima tujiulize, lazima tuangalie mapungufu yako wapi, tuna kasoro gani ambazo kwamba hatujazikamilisha, ili tuweze kuzikamilisha, tupate yale ambayo kwamba ni ya kheri yalokusanywa ndani ya mwezi kama huu wa mwezi mtukufu wa Ramadhani. Mtume sallallahu alayhi wasallam ametuelezea mengi, na yote yale aliyotuelezea ni katika yale ambayo kwamba ni faida kwetu sisi, mimi na wewe Muislamu, tuwe ni wenye kuzifuatilia na tuwe wenye kuyafanya ili tufaidike hapa duniani na kesho akhera. Lakini kabla ya hapo, na ni wajibu kwa kila mmoja ajihisabu na ajiulize, je, niko katika hali hiyo? Mimi nimefikia mahali penye Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema tufanye? Ndio maana tukawa tunaeleza mada kama hii moja kwa moja. Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa hayo yote aliyoeleza, na ndio maana yakaja mafunzo mengi katika mafunzo yake bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, wanazuoni wakatueleza yote waliotueleza, na ndipo leo tunagusia katika haya ambayo kwamba yalozungumzwa miongoni mwa aya za Qur'ani na hadithi za bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam pamoja na akwali za wanazuoni. Ndugu yangu Muislamu, shahru Ramadhan al-Mubarak, mwezi mtukufu wa Ramadhani, ni mwezi ambao kwamba kama tunavyojua kwamba umetufinika sisi sasa tuko ndani yake, na ni mwezi ambao kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ametueleza nafahati zake katika kutoka kauli yake aliyozungumza katika suratul Baqara, alipotuambia miongoni mwa faida
ambapo ndio nimeuliza mwanzo nikasema itachanganyika ndani kwa sababu zimeelezwa zote kwa ujumla, ili tuangalie faida hizi tumefaidika nazo, fadhila hizi tumezipata. Mtume sallallahu alaihi wasallam baada ya kutufahamisha haya ambayo kwamba tumezoyataja, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atueleza ya kwamba shahru ramadhana alladhi unzila fihi alquran, mwezi wa Ramadhani ni mwezi ambao kwamba ulioteremshiwa ndani yake kitabu kitukufu cha Qur'an. Hudan linnasi, Qur'ani ni mwongozo kwa watu, Qur'ani ni uongofu kwa watu. Wa bayinatin min alhuda, na ni ubainifu wa uongofu. Wal furqan, na ni furqan. Hii ni tafsiri ya kueleza kwamba kitabu cha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kimekusanya majina mengi, na ndio maana ikaja hapa ikatajwa Al-Qur'an, Al-Bayan pia ni kitabu cha Qur'an, Al-Furqan na mengine ambayo kwamba yaliotajwa katika majina yanayotajwa katika kitabu cha Qur'an. Ama mwezi wa Ramadhani kunao mawasimu ambao haupatikani au hayapatikani ndani ya mwezi mwingine kama tulivyosema, isipokuwa ndani ya mwezi wa Ramadhani peke yake. At-ta'atu, kama kufanya toa ndani ya mwezi wa Ramadhani, toa yake ambayo kwamba mtu anaoifanya ni bora kuliko miezi mingine kwa daraja ambazo kwamba anazozipata katika zile malipo atakazolipwa nazo. Miezi mingine utalipwa kama vile ambavyo kwamba ulivyoelezwa, na mwezi wa Ramadhani ni mwezi ambao kwamba Allah Subhanahu wa Ta'ala ameueleza ya kwamba yeye ndiye atakaye kulipa malipo yake. Bi maana hakuna anayejua ni malipo kiasi gani atakayokulipa mwezi wa Ramadhani isipokuwa miezi mingine. Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi al-Qudsi asema, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amesema, amali yoyote mwanadamu anayofanya ni yake mwenyewe anaifanya, na amali mtu anayofanywa analipwa kulingana na vile alivyofanya, lakini illa sawma, isipokuwa saumu.